Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan hii leo akiwa bungeni kufungua bunge la 13 rasmi kwa ajili ya kwanza shughuli zake za kila siku bunge la 13. Baada ya ufunguzi huo, katika hotuba yake alizungumzia pia sakata lililotokea Oktoba 29 na 30 ambapo lisababisha vijana wengi kupoteza maisha. Takribani nchi nzima tulishuhudia vifo vikitokea sehemu mbalimbali, hususan katika mikoa ya Mwanza, Mbeya, Dodoma na Arusha, Songwe na Dar es Salaam. Katika mikoa hiyo kulitokea na maafa makubwa sana kutokana na vurugu zilizokuwa zikiendelea, lakini pia hilo amelizungumzia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan na kusema kwamba anawaombea wote waliopoteza uhai walazwe mahali pema peponi, lakini pia akazungumzia na sakata la vijana waliokamatwa kwenye vurugu hizo, ikiwemo Nifa ambaye wamefunguliwa kesi za uhaini mpaka wakati huu. Amesema kwamba kwa wale ambao waliingia kwenye mkumbo kwenye vurugu hizo, basi waweze kuachiliwa huru, waendelee na shughuli zao za kila siku, kwa sababu ilikuwa ni vurugu zilizokuwa zikiendelea. Pengine wengine waliingia kwenye vurugu hizo kwa mkumbo kutokana na hali iliyokuwa inaendelea. Kwa hiyo waachiliwe huru, waendelee na shughuli zao za kila siku. Huyo ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan akizungumza leo bungeni kuachilia huru vijana ambao walikamatwa kwenye vurugu za maandamano Oktoba 29 na 30, ambapo wengine pengine waliingia kwenye mkumbo tu ya maandamano ndio maana wakakamatwa. Lakini yote kwa yote amesema kwamba waachiliwe huru, na ametoa pole kwa watu wote waliopoteza maisha, waliopoteza ndugu zao kwenye maandamano hayo, lakini pia amewaombea wote waliopoteza maisha walazwe mahali pema peponi. Naam, niukumbushe mwanafamilia wa MCD Sports Zone, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na comment ili wa kwanza kuzipata taarifa zetu za michezo, burudani, siasa na matukio mbalimbali yanaendelea kutokea ndani ya Tanzania lakini pia nje ya Tanzania.